Naitwa Idi Isa Kinunga, ni mwathirika wa janga la moto. Ofisi yangu ni hapa iliyoko mbele yangu, ndio ofisi yenyewe ambayo imeungua moto. Ilikuwaje yani? Tunaambiwa chanzo ni shoti ya umeme, ila hatujajua, maana mimi mwenyewe nimepigiwa simu saa 10 na watu kwamba ofisi yako inaungua, nikafika kwa wakati. Tukio hili la moto katika maeneo haya lishawahi kutokea? Halijawahi tokea. Sema sasa. Hili tukio halijawahi kutokea kwa sababu ndio janga letu la mara ya kwanza katika soko letu hili. Na ulikuwa na mtaji kiasi gani na unadhani umepata hasara kiasi gani? Hasara niliyoipata ni kubwa mkiangalia, na mtaji niliokuwa nao yani mpaka niingie kwenye document, lakini kwa kweli hasara niliyoipata ni kubwa. Yani si hasara ndogo. Ni fedha isiyopungua labda milioni 40-50. Ndio fedha ambayo nimeathirika kwa upande wangu mimi. Kwa sababu hakuna nilichookoa zaidi, kama mnavyoangalia eneo langu ni hili hapa. Hakuna nilichookoa chochote. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naitwa Mrakibu Mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Elisa Mugisha. Ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mwanza. Kama taarifa za awali zilivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi tulipokea taarifa za moto na tukafika hapa ndani ya dakika 9 baada ya kupokea taarifa tulikuwa tumefika. Lakini tumekuta moto ni mkubwa sana, lakini tumeweza kudhibiti ili usiweze kusambaa. Hapa ni biashara ya mbao na eneo kubwa lilokuwa limeathirika ni sehemu ambazo zina magogo, mbao pamoja na mashine. Lakini tumeweza kupambana kwa wakati tulivyoweza, tukazuia moto usisambae. Na kwa ujumla waathirika wakubwa ni kama 12, lakini kuna wengine wadogo jumla wanafika kama waathirika 30. Japo soko hili lina watu zaidi ya 1000. Kwa hiyo kwa kiwango kikubwa tumeweza kupambana na moto mpaka kufikia hatua ambayo tumefikia kuuzima kabisa. Lakini kinachofuatia ni uchunguzi. Tumeshaanza uchunguzi na tukishabaini chanzo cha moto tutakuja kuambia. Zipo taarifa nyingi mbalimbali, lakini nadhani hizo sio rasmi. Taarifa rasmi itatolewa baada ya kuwa tumekamilisha uchunguzi. Lakini kingine nachoomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kuambia wafanyabiashara hawa na wengine, unapopata tatizo la moto basi piga namba ya dharura 114. Wengine wanaanza kuhangaika kuhamisha vitu kwa kujulisha wakubwa zao, mabosi na kadhalika. Hiyo ni swala zuri, lakini cha msingi ni uhakikishe Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limepata taarifa ili tufike kwa wakati na kuweza kuokoa mali zako vizuri. Kutoa pole kwa wafanyabiashara wote ambao wamekutwa na dhahama hii ya ajali ya moto. Poleni sana. Lakini pia nitumie fursa hii kuwashukuru sana wenzetu wananchi na wafanyabiashara ambao walipopata taarifa ya moto takriban saa 8, hususan mwenyekiti wetu aliona umuhimu wa kuijulisha mamlaka inayohusiana na zimamoto na uokoaji. Kwa taarifa ambayo imetolewa hapa, na hata mwenyekiti wakati ananieleza, kama isingekuwa ni uweledi wa Jeshi la Zimamoto, pengine sasa tungekuwa tunazungumzia ajali hii imewaathiri watu wengi sana. Lakini wao wanafahamu, kwa sababu ni misingi ya kazi yao, nini waanze nacho, nini wasifanye wakati wa zoezi la kuzima moto. Wakati ninapita hapo nikawa nauliza chanzo ni nini, kukawa na maoni tofauti. Kwa hiyo nikubaliane na niungane na kamanda wa zimamoto kwamba uchunguzi ufanyike ili tufahamu chanzo cha moto ni nini. Ukishafahamu chanzo, unaweza hata kujua hatua gani unazotakiwa kuchukua. Lakini pamoja na hayo, yako mambo machache nimejifunza hapa kwa muda mfupi sana, na haya wala hayahitaji degree. Jambo la kwanza niliuliza, hivi wafanyabiashara wana tabia ya kuwa na fire extinguisher katika maeneo yao? Kwa sababu haya maeneo yote yako connected na masuala ya moto, na biashara wanaoifanya pia ni rafiki pia wa moto. Lakini ikaonekana walio wengi hawana vifaa. Lakini hata wangekuwa na vifaa, kamanda akawa ananijulisha hapa wamefanya jitihada kubwa sana za kutoa elimu, lakini bado watu wengi nafikiri wanakuwa hawaamini kwamba inawezekana iko siku majanga namna hii yakatokea kwenye maeneo yao ya kazi. Kwa hiyo wamekuwa kidogo reluctant, kwa Kiingereza, kukubaliana na elimu ambayo inatolewa.
sio mara moja wala sio mara mbili. Jeshi la Zimamoto limeshakuja hapa kukaa na wafanyabiashara kuangalia namna bora ya kuwaelimisha kuhusiana na masuala ya moto na uokozi. Lakini kidogo wafanyabiashara wa hapa, hilo kidogo limekuwa mtihani kwao. Sasa jambo jingine pia nilikuwa nauliza, hivi hawa wafanyabiashara wana bima? Tukianza kuulizana maswali ya namna hiyo, pengine majibu yake hakuna. Maana yake ni nini? Hasara za majanga zikitokea za namna hii, inawezekana kabisa hawa watu ambao wametajwa hapa karibu 30 wakawa wameathirika kwenye mitaji yao, wakawa wameathirika kwenye mashine zao. Kwa hiyo swala la bima ni swala muhimu sana. Ni lazima tuliseme. Watu wengi hata wenye magari, mtu mwingine ananunua gari ya milioni 100 lakini anaenda kukata bima third party, ili mradi tu trafiki akimsimamisha barabarani aseme, akimkagua aseme kwamba nina nini, nina bima, amruhusu kuendelea na safari. Lakini gari ikipata ajali hawezi kukompensate gari yake kwa sababu halikuwa hana bima kubwa, ana third party. Kwa hivyo kupitia tukio hili pia ni vizuri wale wengine ambao hawajakutwa na maafa haya kuzingatia taratibu na sheria, lakini pia kuzingatia ushauri ambao serikali inautoa. Mkuu wa mkoa anaweza akaja hapa akasema kuanzia leo tusifanye biashara mpaka mcomply na hizi taratibu, na ningeweza kufanya hivyo. Lakini hakuna haja ya kusema hayo kama kila binadamu mwenye akili sawasawa, ambaye anajua hili ndio eneo langu la kazi, ambaye anajua yako majanga mbalimbali yanayoweza kutokea, kama akitimiza wajibu wake. Sio lazima mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa aseme hapa wale ambao hawana zimamoto, wale ambao hawana bima. Taratibu zinatutaka tufanye hivyo. Kwa hiyo mimi ninawahamasisheni wale ambao wameona majanga ya namna hii, hasara kubwa zinazotokea, basi kujifunza kutokana na janga hili ambalo limetokea. Lakini jambo jingine muhimu, baada ya uchunguzi kukamilika, taarifa itaandikwa. Halafu wale wote ambao wameathirika na janga hili, serikali tutakaa nao, tutawasikiliza. Wako wengine wana madeni benki, wako wengine wana mikopo benki. Sisemi kwamba tutawalipia mikopo yao, lakini serikali nao uwezo kukaa nao, kukaa na taasisi za fedha, tukazungumza nao, wakapewa grace period ambayo ya kuwafanya wao warudie kwenye kazi yao. Lakini pia ofisi ya waziri mkuu kitengo cha maafa tutapeleka taarifa hii. Sasa yako majanga natural hazards yakitokea, ofisi ya waziri mkuu maafa inawajibika kuwahudumia wananchi. Lakini yako majanga ambayo yakitokea serikali haiwajibiki nayo, na ndiyo maana tunawataka kila mfanyabiashara angalau kujitahidi kuzingatia kanuni ya kuwa na bima, kanuni ya kuwa na tahadhari kuhusiana na majanga mbalimbali. Lakini la mwisho, wakati nauliza hapa, walinzi hapa ambao wanalinda hapa wanayo elimu kuhusu moto? Maana sisi wafanyabiashara tunakuwa tumeshaenda kujipumzisha, lakini wanaolinda mali zetu na mitaji yetu tena mikubwa tu ni watu ambao tumewaajiri sisi na kuwaweka hapa. Lakini unaweza ukakuta wale eneo hili lote, hata kungekuwa na mitungi 2 3 pengine ingeweza kusaidia katika kudhibiti moto kabla huja enea. Lakini pili, hata mlinzi hapa ukimuita, ukimuuliza namba ya zimamoto ni ipi au namba ya jeshi la polisi ni ipi ikitokea dharura kwenye lindo lako, hajui namba ya OCD, hajui namba ya emergency, hajui namba hata ya 114, hajui. Kwa hiyo ni vizuri pia hawa tunaowakabidhi dhamana, pia yako mambo basics ambayo ni lazima wafundishwe, ni lazima wayafahamu. Kwa hiyo ninawashukuruni sana, tuendeleeni kuwa watulivu, na siku si nyingi, kamanda, kamilisheni taarifa na uchunguzi kwa haraka, na baada ya hapo tutakaa nao, tutazungumza nao, halafu tutapanga mipango ya namna gani tunatoka hapa kuelekea mbele. Asanteni sana kwa kunisikiliza.